wetu na shehe wa mkoa na wa wilaya tulikwenda katika eneo la Nyerere Square, tukafanya maombi maalum, dua na sala zikafanyika pale. Tukamwomba Mungu sana. Kwa nini? Pale ndipo historia yetu kama nchi ilikuanzia. Na ukizungumza historia ya Tanzania hutaacha kuihusianisha na Tabora. Hapa ndipo aliposoma baba wa taifa. Hapa ndipo alipoondoka akaenda Makerere. Akarudi akaja hapa. Akafundisha St. Mary's na aliondoka hapa, kanisa likampeleka Edinburgh. Na aliporudi hapa pamewahi kuwa makao makuu ya nchi kwa maana ya wakati wa Jerumani. Nataka niseme vile vitu mkuu ambavyo ni brand ya mkoa huu. Hapa nyimbo za tano ya jenga nchi zilitolewa kutoka kwa Warugaruga. Warugaruga ni Wanyamwezi wa hapa. Hapa msamiati Ikulu ni msamiati wa kwetu sisi Wanyamwezi. Na mambo kemkem, kura 3 zilipigwa katika mkoa huu kwa ajili ya kuingia watu katika Legislative Council. Kwa tuna historia ya kutukuka mkoa huu, lakini zaidi ya hapo tuna mali nyingi. Kila mtu wa Tabora hapa ana ng'ombe mmoja. Tuko watu 2,206,000. Tunakuwa kwa 2.9%. Ukiacha eneo la Uliankuru ambalo linakuwa kwa 5.9%, ambalo nitakuomba usiniulize ni kwa nini. Lakini tuna utajiri wa kutukuka. Wanaotoka Nzega, wanaotoka maeneo mengine hiyo, wana ng'ombe wawili mpaka Igunga pale wana ng'ombe wawili. Hapa mpunga unalimwa mkoa mzima. Hakuna halmashauri isiyolima mpunga. Hapa tunazalisha asali ambayo ni asali ya hali juu kuliko mahali pengine pote katika nchi yetu ya Tanzania. Hapa tuna mbuzi, tuna ng'ombe, tuna wanyama wa aina mbalimbali, na tuna wanyama pori, na tuna utalii wa kuwinda. Lakini miundombinu yetu kama ilivyoelezwa hapa mheshimiwa imepiga hatua kubwa sana. Sasa hivi kwa barabara zilizoko manispaa hapa, ukishuka usiku hapa utakuta uwanja wa ndege ulioko hapa ambao unashusha Bombardier hapa ina watu 70 wanashuka hapa, na upanuzi wa uwanja utaendelea, na sina hakika kwamba muda mfupi utasikia Dreamliner itakuwa inatua Tabora hapa. Standard gauge inapita hapa, ndio hub yenyewe, utafikiri tuko Dubai. Ukikaa hapa ukienda Katavi tupo, ukienda Kigoma tupo, ukienda Shinyanga tupo, ukitoka hapa ukienda Singida tupo. Ukishuka tu angani, kutoka angani kule kwa ndege, ukiangalia barabara za kwetu zilizoko hapa ambazo zimesaidiwa na World Bank, taa za barabarani zinazoweka hapa na zile za traffic light, ukishuka kama ni usiku, mtu asipokuambia kwamba hapa ni Ipuli utafikiri tuko Toronto. Hapa Tabora oye. Lakini mafanikio haya ni mafanikio ambao watu walioko nje ya Tabora hawajui. Hapa pana mradi wa maji, mheshimiwa waziri mkuu, unafahamu kwa sababu wewe umekaa katika vikao vilivyopitisha miradi hii. Unatoka ziwa Victoria wa bilioni 602 unaletwa hapa. Maji yatakwenda Nzega, yatakwenda Igunga, yatakuja hapa, yatapita Uyui, na yatakuja manispaa hapa. Manispaa yote itakuwa na maji safi na salama. Yatatoka hapa yatakwenda Sikonge, yatatoka hapa yatakwenda Urambo, yatatoka hapa yatakwenda maeneo ya Kaliuo ambao ni watu ambao wana matatizo makubwa. Kuna fursa zinazaliwa katika mkoa huu, na tuna hakika kwamba watu hawana habari na hizi fursa. Mkuu, tumekuita hapa utusaidia kuiambia dunia kwamba kule Lindi na Mtwara huwa mnasema Mtwara kujele, hapa kwetu na sisi kumekucha. Sisi tuko vizuri, tuko tayari. Dua na sala zile tulizofanya pale zilikuwa zinahoji mambo yafuatayo. Maaskofu wetu walioko hapa na mashehe walioko hapa, tulikuwa tunajiuliza kwa nini tuna historia kubwa kiasi hicho na uchumi mzuri kiasi hicho. Sisi contribution yetu mheshimiwa waziri mkuu katika GDP 3%. Pamba inayozalishwa hapa nchini, hapa sisi tunazalisha pamba yote inayozalishwa hapa nchini. Mzalishaji wa mbegu ya pamba ni Tabora. Yani sisi hapa, mimi ni mkuu wa mkoa unaozalisha mbegu ya pamba hapa. Wale wengine wenzangu wote tunashindana nao, wale ni kata moja, mimi ndiye mzalishaji. Lakini pamba, tumbaku inayozalishwa hapa, 60% ya tumbaku yote inazalishwa katika mkoa huu. Kuna utajiri wa kunukia hapa, lakini kuna umaskini wa kunuka humo.
Watu wetu wanataka wale chakula kizuri, watu wetu wanataka wavae vizuri, na watu wetu wanataka wakae katika nyumba nzuri. Jana tulipokutana katika sala zile na dua zile, tulimuomba Mungu, tukasema maneno ambayo Musa alimwambia Mungu kwamba Mungu, kama hatutakwenda na wewe basi usituondoe mahali hapa. Na mkuu, kama Mungu tutakuwa na hakika kwamba hata kwenda na hili jukwaa, Mungu asituondoe hapa. Tumemwomba Mungu sana na kumwambia Mungu, kama kuna mahali popote tulipokukosea, sisi wana wako wa Tabora tunakuomba utusamehe. Mkuu, nisamehe, nitaonekana kama padri, nitaonekana kama mwinjilisti, waliwahi kunipa na uinjilisti hapa, lakini nataka nikuambie kwamba na hakika kwamba kwa mwendo huu tunaokwenda hapa tulipo, tutatoboa. Tutatoboa. Jukwaa hili ambalo linakuja hapa linatambua kuwepo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, mbeba maono katika nchi hii, ambaye alihutubia bunge baada ya kuchaguliwa na ambaye ametoa maelekezo mbalimbali akitaka uchumi wa nchi uhame kutoka uchumi wa chini uende uchumi wa kati, na injini ya kusukuma maendeleo hayo ni viwanda. Sisi tumeitisha jukwaa hili ili kutii na kupokea maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kumwambia rais wetu tumemsikia, tumesikiliza jinsi anavyojihusisha na wananchi wanyonge hapa duniani. Tumemwona alipohangaika pale kwako Mkuu Lindi, pale Ruangwa, Mtwara na maeneo mengine yanayolima korosho. Yule ndiye rais tunayemtafuta sisi wa Tanzania. Na sisi watu wa Tabora tunasema hivi, safari hii kama hatutanyanyuka watu wa Tabora, tusahau habari ya maendeleo. Tusahau. Hapa rais alichofanya ni kukamata pembe za ng'ombe. Kati yetu sisi ni kunyonya maziwa. Wakati unaponyonya maziwa, ujue kwamba ng'ombe huwa anarusha mateke. Anaweza akavunja mguu au akamwaga maziwa yenyewe. Rais hawezi kufanya kazi zote mbili, akamate pembe alafu akamwe na maziwa. Hiyo kazi rais hawezi kufanya. Jukwaa limekuja hapa, sisi kamateni pembe, sisi watu wa Tabora tutakwenda kunyonya maziwa na kukamua maziwa. Jukwaa hili lina address fursa mbalimbali zilizoko katika mkoa wetu. Sisi tunajua kwamba tuna akili, tunajua matumbo ya kina mama Wanyamwezi wa hapa Tabora yanazaa watu wenye akili. Haiwezekani tukaendelea kubakia katika hali hii. Mkuu, tumekuita hapa, tunataka upige muhuri katika jukwaa hili. Baada ya hapo tunakuomba uende, alafu utasikiliza moto utakaotokea hapa. Haiwezekani hapa tunafika mahali watu wanachoma moto misitu, umetoa maelekezo ukatuagiza, tutainyosha nchi hii inyoke kama vile imepigwa pasi. Hapa yaani hapa watu wanachoma moto hapa, eti wanasema hivi, moto ukiwa mrefu sana na maisha yako yatakuwa marefu sana. Unasikia, unajua hapa pana shida. Mkuu, umetuagiza tupande miti. Umepita barabarani, umeona kila mahali tumeweka kibuyu cha chupa kimekaa pale, tumwagilie. Wananchi unaoona mbele yako na wananchi walioko nje. Sasa hivi CGFM inakupeleka kwa wananchi wote wa mkoa wa Tabora. VOT hivyo. Na redio hai zote zinafanya. Kwa hiyo unazungumza na wananchi wa mkoa huu wa Tabora na walioko jirani. Vyombo hivyo na vyombo vingine vya habari vilivyoko hapa tunapenda kuwashukuru. Lakini nataka nikwambie kwamba tumewashirikisha wananchi katika kumwagilia mifugo ile. Mkuu, unaweza ukajiuliza kwa nini mimi napiga kelele hii? Hapa wamepita wakuu wa mikoa wapatao 20, mimi ni wa 21. Wakina ukiwaona waambie Ditopile wa Mzuziri, wakina Abbas Kandoro, wakina Mzee Pusi Msekwa, wakina Mama Ana Makinda, wameweka misingi mikubwa ambayo tuna build upon misingi hiyo. Swali, agremandri, wasiwasi wako nini? Mkuu, wasiwasi wangu mpaka nakuita hapa ni kwamba nina hofu kwamba nchi hii inaweza ikakatia roho kwenye mikono yangu. Ndio shida yangu mimi. Almasi Maiga Brigagala mnacheka, nisaidie mzee wangu. Hapa kuna watu ukiwaambia kitu hawasikii. Hapa mbuzi wanakula ubobo, hapo mbuzi. Wanakula samaki, wanakula tui la nazi hapa. Wanakula tikiti maji mbuzi. Nikasema hivi, ngoja nimuombe waziri mkuu aje akanisaidia kusema ana sauti nzito kuliko yeye kwangu, labda watamsikia yeye. Pana shida, lakini kidogo wananchi wameanza kuelewa. Na ndio maana mkuu tunakuambia hapa sisi mbuzi ng'ombe tukimkamata hapa mjini Kipalapala, kule Kipalapala wanakaa kwa siku 3 kwa sababu ni mbuzi wa mtu, ni mali ya mtu. Tunafuga, tunampa mashudu, tunampa hei, tunampa kila kitu.
Siku 3 zikipita tunasoma sheria inasemaje, wanasema hivi, piga mnada. Wasipotokea watu fanya nini? Piga kisu, peleka Kitete Hospital, gawie wananchi pale, wakina mama wanaokula kujifungua pale. Tunawaambia asante kwa kutuzalia watoto wazuri. Watu wakisikia namna hiyo wanaona mkuu wa mkoa mkali sana, dictator leni. Watu wanabaki hapa, mkuu wa mkoa. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwa mkuu wa mkoa, tumejifunza mambo. Mkuu, haya mambo sikufanya mimi mwenyewe, wakuu wangu wa wilaya wamenisaidia, ambao I'm proud of them, wakurugenzi watendaji wamenisaidia, wenyeviti wa halmashauri wamenisaidia, wakuu wa idara wamenisaidia, wabunge wangu wamenisaidia, nilisikia wakinitetea hata nipate gari nyingine kule bungeni. Mungu awabariki watu wa Mungu. Baba akakubali na akaniletea na gari lenyewe. Hakuna mtu ambaye hakuwa na mchango wako. Wajasiriamali wamenisaidia, wafanya biashara wamenisaidia. Sasa ninachotaka ni nini? Mkuu, ninachoomba hapa ni support yako. Support ya Mungu unajua tumeipata jana tulipofanya sala. Mtuunge mkono katika jambo hili na tusukume jambo hili tuweze kupiga hatua. Hapa kuna mtu ukimwambia kitu anakuambia mkuu, tumejifunza sana. Sasa nauliza maswali. Hivi nyie mnajifunza kutoka kwangu, huwa hamfuzu? Yaani kila siku tumejifunza. Nikaamua kukuita, nikasema uje mkuu, uje ukanisaidia. Hivi huwa hawa graduate. Graduation jukwaa ndio graduation yetu. Hapa hakuna mtu atalala njaa tena. Hapa hakuna mtu atakayekaa bila kuvaa nguo nzuri. Hapa tunataka tujiwekee malengo. Ukiwa na lengo litakupa mpango. Ukiwa na mpango utakupa mkakati. Ukiwa na mkakati utakupa mbinu. Ukiwa na mbinu utapata ushindi. Ukipata ushindi, mambo yako ni bam bam. Mheshimiwa, mimi najua watu wanakusubiri hapa. Tunataka nini? Hatutaki hapa jukwaa liishe alafu tunasema business as usual. Cha kwanza tunachokitafuta katika jukwaa hili, wako wenzetu ambao wamekuja kuwekeza katika mkoa wetu. Tutasaini memorandum of understanding kati ya sisi na wao. Tunataka tupate limbikizo la mtaji. Tunataka tupate technology na science ya kisasa. Tunataka tufike mahali watu wetu wapate ajira, na tunataka tuongeze mapato ya serikali. Lakini tunapozungumza habari ya Tanzania Investment Center, tunataka tuzungumze habari ya Tabora Investment Center. Kwa hiyo tunataka tuanzishe kitu. Tunataka tuone badiliko la ghafla la kitabia la watu wetu. Tufike mahali watu wetu waache kulalamika na wafanye kazi. Mheshimiwa Rais ametuambia hapa kazi tu. Mheshimiwa, niombe niseme neno moja ambalo litaogopesha watu, lakini kama ni noma na iwe. Hapa tumefungua viwanda. Ulinisaidia mkuu, tumekwenda mpaka Manonga ambayo ilikuwa haifanyi kazi miaka 20 iliyopita. Sasa Manonga inafanya kazi. Na ule umeme ulioagiza uende pale umekwenda, na kiwanda kile kinafanya kazi na kuna ajira pale. Pana matatizo madogo lakini tutakwenda kuona. Mkuu, uliniahidi na kulikuwa kuna makaratasi. Hicho ninachokuambia kitashtua nitakisema baadaye. Sio hicho ni cha kawaida tu ulisema. Tulikubaliana kwamba tutakwenda kuweka kiwanda kingine pale Igunga. Na iko katika makabrasha nani. Najua kuna watu wanaweza kaa wanapita wana lobby nani. Mkuu, wakija kwako wakikwambia kiondoke pale, na kuomba usikubali. Uwakatalie, uambie nitabeba mimi bomba kazi. Lakini nataka niseme leo hapa mbele Tabora, tulikupeleka katika kiwanda cha Tabotex. Na tukakaa pale na tukaahidiwa kwamba mwezi wa 12 kiwanda kile kitakuwa kinafanya kazi. Na watu wa Tabotex nimewaita hapa. Wale wenzetu wanaofanya katika kile kiwanda cha Manonga ni Waigemensabo pamoja na wakina Jafari hapa. Na nimesema kwamba waitwe hapa. Ikifika Januari tarehe 1, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sauti ya kizaji. Tumekwenda pale wanaleta claims. Mheshimiwa Ntahondi, unakumbuka tulikwenda mara ya kwanza wakasema kwamba tuende pale tuwatafutie watu ambao watanunua bidhaa zao. Tukaenda tukafanya MSD wakasema tutanunua. Wetco wakasema watanunua. Vyama vya msingi vikasema vitanunua. Na halmashauri zikasema tamu. Na kwenda juzi pale mkuu wanaleta claim nyingine mpya, wanaambia fanya extension ya reli itoke kutoka huko iliko iende mpaka kwenye kiwanda. Nikasema Roho Mtakatifu na kuomba utawale moyo wangu. Watu wanazungumza habari ya standard gauge, alafu mimi naambiwa nikaongeze ngongongo hii iliyoko hapa sasa hizi nikaongeze kule. Hii habari inatoka wapi? Mimi sikuelewa habari ile. Nataka niwaambie Tabotex naisema mbele ya mkuu wangu wa kazi.
naisema mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikitokea TurboTax mpaka tarehe 1 haifanyi kazi, ama zangu ama zao. That is the bottom line. Naisema hii mkuu. Tukienda kwenye gari ukiniambia basi, mimi nitasema basi mkuu. Kwa maana wewe ndio mwenye mamlaka hapo, ukiniambia stop, mimi nasema afande, nimepokea maelekezo. Mimi siwezi kubishana na wewe mkuu. Lakini mkuu, nitaomba kwa kusema hivyo, matumaini yangu ni kwamba wenzetu wa TurboTax, nimewaomba wawakilishi wao waje hapa watusaidie katika jambo hilo, na ili tuweze kujua kwamba nini kinachoendelea. Mwisho, mheshimiwa, tumeandaa dokumenti hii. Dokumenti hii moja imeandikwa kwa Kiingereza na nyingine kwa Kiswahili. Ni dokumenti ambayo tumeandaa kwa ajili ya wawekezaji waliokuja katika mkoa wetu. Na kupitia dokumenti hii mkuu, tunakuomba utusaidie kumpelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Rais tunayempenda na ambaye watu wa Tabora tunamuunga mkono katika jitihada zake. Tukimwambia kwamba tutatii na kupokea maelekezo yake. Mungu akabariki tumbo lile lililomzaa baba yule. Acha nchi kama tuna wanaume vizuri nyoke hivi kama creme cup, alafu tuheshimiane humu ndani. Yuko kule ndani ambaye ni makamu wake mkuu. Tumeona jinsi rais wetu anavyopigana na kuwapigania wananchi wanyonge. Tumemwona jinsi ambavyo anawatetea wakulima korosho. Na tunajua kwamba anakuja ameelekeza kwamba tumekusikia leo asubuhi ukitoa maelekezo kwamba sherehe zile zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya kufanyika kule Dodoma hazitafanyika tena za uhuru, tufanye huku tuliko. Mkuu, nimepokea maelekezo. Mimi nitatekeleza kama ulivyosema. Siku ile ya uhuru tutafanya kazi ya kupanda miti na kufyegia mji mzima. Mtu anaibisha anyoshe mkono hapa, wala ajifanye kama anajikuna tu hapa. Mheshimiwa, imetosha kwa leo. Mimi nikuombe ukamsalimie rais. Mwambie tunamwambia asante. Watu wa Tabora tunamwambia asonge mbele, asimtishe mtu wala shetani asimtishe wala mama mkwaka na shetani asimtishe. Aende, tuko mbele, tuko nyuma yake, tutamuunga mkono. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuunga mkono. Makamu wa Rais tunamuunga mkono. Mnafanya kazi nzuri. Huku kwangu mkuu huwa wananikorofisha wengine matofali, nikirusha namna hiyo imekuwa mchanga. Nikienda kuta nyingine zimepinda. Wewe niachie mkuu. Wewe niachie hao jamaa. Mimi nitashughulika. Nani alikwambia kwamba ukuu wa mkoa si utaki? Huu mkuu na utaka kwa nguvu zangu zote. Mungu awabariki watu wa Mungu. Tutaendelea kumuombea Baba Askofu Paulo Ruzoka na wenzako Dr. Kiziri Laiza, Dr. Yona, wote, Dr. Elias Chakupewa, Shehe. Na waomba kwa moyo wa unyenyekevu tumuombee waziri mkuu, tumuombee makamu wa rais, na tumuombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumuombee sana rais. Tunajua mataifa mengine haya makubwa hayapendi sana kuona staili yanakwenda nao mheshimiwa rais. Panahitaji maombi. Kanisa kuna nafasi kama kanisa ndilo lilipiga magoti ya kiroho likazuia Petro asiende kunyongwa kama ambavyo alikuwa anakwenda kunyongwa Paulo. Kama kanisa linapawa kubwa kiasi hicho, iombeni serikali. Lakini na mimi askofu msisahau na mimi kuniombea kidogo jamani. Mungu awabariki watu wa Mungu. Na sasa mkuu, ninao heshima kubwa kwa niaba ya serikali katika mkoa wetu wa Tabora na kwa niaba ya wananchi wote kukukaribisha kwa moyo mkunjufu ili uweze kuzungumza na hadhara hii, utoe maelekezo na sisi tutatii maelekezo yako. Karibu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naam, ni mkuu wa mkoa wa Tabora Aggrey Emari katika hotuba yake hiyo katika shughuli hii ya majukwaa la fursa za biashara uwekezaji mkoa wa Tabora, na anakwenda kumkabidhi document maalum kabisa kwa ajili ya waziri mkuu kumpekea Rais Dr. John Magufuli kwamba mkoa umetia agizo kutekeleza kile ambacho rais amekitaka. Katika hotuba yake Aggrey Emari ameongea mambo mengi sana kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana katika mkoa huu wa Tabora, swala la kilimo, ufugaji, vile vile na viwanda. Sasa serikali inataka kufufua viwanda ambavyo vilikuwa vimelala, ikiwemo kiwanda cha pamba kule Igunga, na kutaka kabisa kiwanda hicho kiweze kuendelezwa. Lakini amewakumbusha watu wa TurboTax kuhusiana na ujengaji na uboreshaji wa viwanda ambavyo vilivyopo katika mkoa huu.